Shirika la umeme Tanzania TANESCO linategemea kuongeza fursa ya kuzalisha umeme kupitia vyanzo mseto kupitia kongamano la 11 la Afrika Mashariki lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Hayo yamebainishwa Machi 4 na meneja wa utafiti TANESCO, Mheshimiwa Samuel Kesi, wakati akieleza juu ya kongamano hilo lililokutanisha wadau mbalimbali wa nishati akiwa katika banda la TANESCO kwenye maonyesho ya kando ya kongamano hilo. Nitaenda kunukuu: kama mnavyojua, TANESCO tunazalisha umeme kupitia vyanzo mbalimbali. Kwa sasa tunazalisha umeme kwa kupitia maji ya 65% na 32% zinazotokana na gesi asilia. Kwenye kongamano hili tumepata kuzungumza na wawekezaji ambao wengi wameonyesha nia ya kuungana na Tanzania kuzalisha umeme kwa nishati jadidifu ikiwemo jua, upepo na joto ardhi, amesema Mheshimiwa Kesi. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa kongamano hilo waliotembelea banda la TANESCO wameonyeshwa kufurahishwa na miradi mbalimbali inayotekelezwa pamoja na usimamizi mzuri unaofanywa na shirika. Nimefurahishwa na maendeleo ambayo TANESCO imeendelea kufanya katika nchi yetu, hasa katika kusambaza huduma ya umeme sio mjini tu lakini pia vijijini. Nimefurahia pia kujua kwamba bwawa letu la Nyerere liko mbioni kukamilika, amesema Clay Haule. Kwa upande wake, Kahema Mzilai, TANESCO imeonyesha mwelekeo mzuri katika upatikanaji wa nishati ya umeme nchini na kwamba changamoto za umeme zitakuwa historia nchini. Nimefurahi kwa maendeleo ambayo TANESCO inafanya. Ninaweza kusema wanatuhakikishia kwamba hakuna tena mgao wa umeme, amesema Mzilai. Kongamano hilo la 11 la petroli la Afrika Mashariki lililodumu kwa muda wa siku 3 ambalo pia limemalizika siku ya Jumamosi tarehe 7 mwaka 2025.